than 3.5% of that total. Viongozi kutoka hifadhi ya Laikipia na Isiolo wanashirikiana na kamati za usalama na wamejitolea kumaliza mzozo uliodumu kwa muda mrefu ambao umesababisha hasara ya maisha na mali wakati wa uvamizi wa mifugo katika eneo hilo. Katika mkutano ulioitishwa na shirika la Northern Rangeland Trust, washikadau hao walitaja kuongezeka kwa bunduki haramu mikononi mwa wahalifu ambao wameshambulia misitu na msitu wa Mukogodo. Kamishna wa kaunti hiyo ya Laikipia Onesmus Kiatha alibainisha kuwa serikali imetoa muda kwa walio na bunduki haramu kuziwasilisha na wanaomiliki silaha hizo haramu kabla ya operesheni ya mop-up iliyopangwa kufanywa mwezi Januari mwakani. Wastahili kuwa nazo. Already the president ametoa wito, kuna ile amnesty imepeanwa, na kwamba ikiisha tutaingia kwa hiyo mahali tutoe hizo silaha kwa nguvu. Kwa hivyo yangu ni kuomba wananchi na machiefs pamoja na wazee wahakikishe kwamba vijana wao wanarudisha hizo bunduki kwa hiari. Watu kutoka Mukogodo Forest wanakuja wanaiba ng'ombe. Na pia Mayanat imekuwa ni kama corridor ya wezi, kwa sababu changamoto ile tuko nayo, watu wakienda kuiba private ranches kama Londaiga, kama Borana, njia ni kwetu. Tukiwa Mayanat tunakumbana na hawa wezi kutoka Samburu, kutoka Isiolo na pia kutoka Laikipia, kwa sababu kuna wale ambayo wako Mukogodo Forest. Mukogodo Forest imekuwa ni haba pahali pa wezi, na tumeomba serikali, sijui kama serikali imeshindwa kuja kuwatoa hawa wezi. Kuna mlima ambayo County Commissioner leo amezungumzia inaitwa Losos. Hiyo Losos kama ingewezekana, kama kuna zile bombs kubwa kubwa zije zilipue, hawa wezi wawashe kupata pahala pa kuweka hawa hizi mifugo za wezi. Kwa hivyo bila usalama maendeleo haiwezi ingia communities ya kaskazini ya Kenya. Wakati hayo yakijiri, mazishi ya wanafamilia 6 kutoka kijiji cha Ndia